الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ya hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama kupitia kitabu chetu Al-Jawharun Naqi, tukiwa bado tuko kwenye kitabu Al-Fadhail, bado tunasoma mlango wa fadhila za Madina, babu fadhli al-Madina. طيب اقرأ أيها القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى: باب فضل المدينة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال علي رضي الله عنه: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة. قال: فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل. قال: وفيها: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدث أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. باب فضل المدينة. huu ni mlango wa fadla za al-Madina. Al-Madina ni alam ya mji wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mahali alipohamia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambao ilikuwa hapo zamani ikifahamika kwa jina ya mji wa Yathrib. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ulikuwa ukiita Yathrib. Lakini katika wakati wake Mtume sallallahu alaihi wasallam ikatangaa kwa jina la Al-Madina, kadhalika Taba, kadhalika Taiba. Yote haya ni katika majina ya mji wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tunafahamu kwamba Al-Qur'anul Karim imeelezea kwa uwazi kabisa utukufu wa mji wa Makka. Allah subhanahu wa ta'ala ameujalia mji wa Makka kuwa ni haraman amina, na ndani ya Makka kuna Baitullahil Haram, Al-Ka'batul Musharrafa. Ni mji mtakatifu na fadhila zake ni nyingi, na as-sala katika msikiti wa Makka, swala moja anayoswali mtu kama hii swala ya al-maghrib tuliyoswali leo hapa, swala ile aliyoswali mtu aliyeswali katika msikiti wa Makka ni bora kwa mara 100,000. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ametukuza Makka. Na Madina Allah subhanahu wa ta'ala akaitukuza na kuifanya kuwa ni haram kwa kupitia ulimi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mafundisho yake. Tukafahamu kwamba mji wa Madina nao ni mji mtakatifu, ni haram. Kusema haram kwa maana kwamba ni mji mtakatifu, na mipaka yake imetajwa katika hadithi hii tunayosoma leo hapa, kwamba kutoka wapi mpaka wapi, kwamba mpaka huu mpaka hapa, hii ndio haramu
Madina. Katika fadhila zake ni kwamba atakaye swali katika msikiti mtakatifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, swala yake moja kama hii ya maghrib tulioswali hapa, basi inazidi swala 1000 katika msikiti mwingine. Kwa ni mji mtakatifu. Sasa tuna hadithi hapa ambayo imepokewa na Ash-Shaykhan al-Bukhari wa Muslim. Al-Imam al-Bukhari katika kitabu Fadhail al-Madina babu haram al-Madina hadithi nambari 1870, na Imam Muslim katika kitabu al-Hajj babu fadl al-Madina hadithi nambari 1370. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala anasema حدثنا قتيبة ابن سعيد، قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، معروف إمام katika أئمة أهل السنة، قتيبة بن سعيد رحمة الله تعالى عليه. قال حدثنا جرير بلا شك بن عبد الحميد عن الأعمش، الأعمش معروف ونفهمك، لا نبتدي الأعمش، لا نبتدي الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي. sisi tutaka watu wote wewe kila utakimuuliza mtu nani al-Amash utakwambia ni fulani. Ukisoma katika utangulizi wa kitabu hiki na tuenda mbele tu, pengine huko nyuma mtazame, ukisoma katika utangulizi wa kitabu hiki, moja katika asbabu na malengo ya kuwekwa kitabu hiki kwa ajili ya wanafunzi wa Mahad Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, nimekiandika kitabu hiki lengo ni kuwazoesha wanafunzi kuwajua rijal. Nimelisema hilo wazi kabisa. Wada'tuhu litulabi ma'had Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqat al-ilmiyyah tamrinan ala hifdh al-hadith musnada wa ma'rifati ar-ruwah. Nimekiweka kitabu hiki, nimekitunga kitabu hiki kwa ajili ya wanafunzi wa Mahad Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqat al-ilmiyyah, kwa ajili ya kuwazoesha juu ya kuhifadhi hadithi hali ya kuwa ni zenye kutajwa kwa sanad, hadithi ikiwa ni sanadi yake, na kuwajua wapokezi, wa ihya'an li tariqati salafina as-salih allati takadu an takuna mansiyatan في كثير من معاهد العلم الشرعي. لذلك ذكرت كل حديث مع إسناده كما هو مثبت في الأصل. Lengo na madhumuni ya kuandika kitabu hiki ni kuwazoesha wanafunzi kuzihifadhi hadithi kwa sanad, pia kuwajua wapokezi. Kwa nimeuliza hapa ni nani al-A'mash, itakuwa mtu yoyote tu katika watu walikuwepo hapa, watu wote kila mmoja ajua kwamba al-A'mash ni Imam Suleiman bin Mihran al-Kahili. Nataka hivyo, tunatakiwa tufahamu hivyo. Qutaiba watu wote wajua kwamba Qutaiba huyo ni Imam Qutaiba ibn Jamil, Qutaiba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif al-Baghlani, watu wote wajua jambo hili. Ani Ibrahim at-Taymi, Ibrahim at-Taymi tunasoma hadithi ya kwanza kabisa yuko an abihi qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, amesema Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, ma indana kitabun naqra'uhu illa kitabullah, hatuna sisi kitabu ambacho tunakisoma kisichokuwa kitabu cha Allah. Siku moja alitoa khutba Ali ibn Abi Talib, kwa sababu ilikuwa kuna tetesi zikienea katika safu za watu. Labda nirudi nyuma kidogo, baada katika lile vuguvugu la kuuawa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, vuguvugu lile na harakati zile zilipangwa na baadhi ya watu wakiongozwa na Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Akapita katika baadhi ya miji akaweka athar, na baadhi ya miji ikawa athari yake ni ndogo, kwa sababu kulikuwa na maswahaba wengi.
ama ile miji ya watu waliosilimu wapya na hawakuwahi kumdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam, athari ilipatikana watu walizolewa na fikra za Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba yeye alikwenda kwa watu kwa madai ya kwamba anadhihirisha mapenzi kwa ahli albayt na kudai kwamba Ali bin Abi Talib ndiye anayestahiki kuwa khalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hawa wengine wameshika nafasi isiyokuwa yao, nafasi ambayo si yao ya ukhalifa. Akawa katika madai yake ni kumtangaza Ali radhiyallahu ta'ala anhu pamoja na ahli bait, lakini wakati huo akiwafanyia taani na kuwatukana makhalifa wakubwa waliotangulia kama Abu Bakar na Umar na Uthman, na ule ulikuwa ni wakati wa Uthman. Kwa hiyo vuguvugu lile aliendelea nayo kampeni ile mpaka akafika Misri na sehemu nyingine, akatoka na kundi la watu kutoka Misri, hasa katika wakati msimu wa haji, wakati watu wengi katika mji wa Madina wamekwenda katika ibada ya hija Makka. Kwa mji kidogo umebaki na watu wachache, na Uthmani hakwenda haji. Kwa wale walipomaliza haji wakawa washajipanga, kundi la watu kutoka Misri na sehemu tofauti wakatoka Makka moja kwa moja haraka wakaja Madina, wakamzingira Uthman bin Affan radhiallahu ta'ala anhu nyumbani kwake, lakini mpaka dakika mwisho wakamuua Uthman. Uthman akauawa. Sasa kuna kikundi, katika kundi hili kuna watu ambao walivutwa tu kwamba walikuwa wanaona kwamba Uthmani anapendelea ndugu zake, wamejazwa kisiasa yani. Kwa nini itabidi tumtoe, kafanya hivi, kafanya fulani, kafanya jambo fulani, kampa fulani kitu fulani, kafanya dhulma, kafanya hivi, maneno kama haya. Lakini wengine walikuwa na itikadi hasa. Hawa watu wakakimbia katika baadhi ya miji wakajificha, lakini ikawa ile jambo linaendelea mpaka alipotawala Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, na wakawa na wao wanaeneza maneno yao kichini chini, mpaka kuna baadhi ya watu walifikia kusema kwamba Ali ni Mungu na Ali aliwaua. Na haya yanathibitishwa na vitabu vya tarikhi, bali hata vitabu vya Shia Rafidha linalitaja jambo hili kwamba kulikuwa na watu wakisarihi wazi kabisa, wakisema wazi kwamba Ali bin Abi Talib ni Mungu, na Ali bin Abi Talib alichukua hatua ya kuwaua kisha akawatia katika mashimo ya moto. Ndio yale maneno ya mshairi yasema, lamma Ali kwamba amesema, lamma raaitu al-amra amra munkara ajjajtu nari wa da'awtu qambara. Qambara ni maula wake, mtumwa wake, uhuri wake. Kwa hiyo aliwachukua wale watu wakawakamata wakawatia katika moto, lakini miongoni mwa hao alikuwa ni Abdullah bin Saba. Yeye alikimbia, hakupatikana. Fikra zile zikawa zinaendelea. Kuna baadhi ya watu wakawa wanasema Ali radhiallahu anhu amepewa elimu maalumu ya Qur'ani na ana kitabu maalumu cha Qur'ani tofauti na Qur'ani nyingine, kimpangilio na kila kitu. Sasa siku moja alipokuwa akihutubu akaona alizungumzia jambo hili. Katika riwaya nyingine ya Imam Muslim inasema anna aliyan au khataba Ali ibn Abi Talib, alihutubia Ali ibn Abi Talib. Wakati alipohutubia sema, faqala man za'ama anna indana shay'an naqra'uhu illa kitab Allah wa hadhihi as-sahifa faqad kadhab. Yoyote atakayedai kwamba sisi tuna kitu kingine au kitu chochote kisichokuwa kitu kingine au kitu chochote tunachokisoma kisichokuwa hiki kitabu cha Allah na hii sahifa, akaonyesha sahifa, kitabu ambacho yeye kuna mambo alikuwa ameyaandika. Atakayedai kwamba tuna kitu kingine, kuna kitabu kingine sisi tuko nacho ambacho makhalifa wengine walikuwa hawana, maswahaba wengine hawana, niko nacho mimi peke yangu tu, kama kuna mtu anadai hilo, basi huyu amesema uongo. Ikawa ile sahifa ilikuwa imetundikwa katika nchi ya ametundika katika nchi ya mkuki wake, kaonyesha hivi na sahifa hii. Na hii sahifa kuna asnanu liibli wa ashya'u min aljirahat, yani kuna masala ya visasi, kuna masala ya visasi humu ndani na hukumu zake na majeraha, kwamba mtu
akikatwa jeraha lake likiwa ni mutiha basi dia yake itakuwa kadha, ikiwa jeraha lake liko kadha basi itakuwa hivi, kama tunavyosoma kwenye vitabu vya fiqh. Majeraha yamepewa majina tofauti tofauti. Kama ni jeraha limefika mpaka kwenye mfupa laitwa hivi, jeraha limefika mahali fulani laitwa hivi, kama ni kwenye tumbo jeraha lenyewe laitwa hivi, na majina yake na dia yake ni kadha. Kwa hiyo katika kitabu hiki au katika sahifa hii kuna haya. Ndio maana tukasoma hapa, qala Ali radhiyallahu anhu, amesema Ali radhiyallahu ta'ala anhu, amesema nini? Ma indana kitabun illa kitabullahi ghaira hadhihi as-sahifa, hatuna sisi kitabu kingine kisichokuwa kitabu cha Allah tabaraka wa taala na isiyokuwa sahifa hii. Ma indana kitabun naqra'uhu, hatuna sisi kitabu ambacho tunakisoma, illa kitabullahi, isipokuwa ni kitabu cha Allah, ghaira hadhihi as-sahifa, isipokuwa hii sahifa, hii karatasi mnayoiona. Basi qala fa akhrajaha, anasema akaitoa ile karatasi ile sahifa akawaonyesha watu. Fa idha fiha, ikawa kuna ndani yake, yani ikawa ndani ya ile sahifa kuna maneno haya yafuatayo: fa idha fiha ashya'u min aljirahat, mara ikawa kuna ndani yake vitu katika jirahat, katika mambo ya majeraha. Wa asnani alibli, asnan ni jamu ya nini? Isim, sio jamu ya sana, la sio jamu ya sana. Sanatun jamu yake ni sanawat au sinin, sanawat au sinin. Nasema asili yake ilikuwa ni sanahu wa sanahatun. Alhasil ni jamu ya asnan, kwa maana kuna mambo mawili, kuna mambo yanayohusiana na majeraha na kuhusiana na asnanu al-ibil. Kwa hiyo asnani al-ibil na marika ya ngamia. Kwa katika kitabu hiki kuna mambo haya, ashya min al-jirahat wa asnani al-ibil. Qala, tutoa maelezo inshallah, tuturudi katika mahali shahid. Qala wa fiha, akasema na kuna ndani yake, ndani ya as-sahifa, na kuna ndani yake hiyo sahifa maneno haya yafuatayo, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam: almadinatu haramun, Madina ni haram, ni mji mtakatifu. Madina ni haram, haram maana yake mji mtakatifu. Ma baina airin ila thawrin, ma baina airin kwa fatha, sio irin. Sema irin maana yake ni msafara wa ngamia, tena msafara wa ngamia. Alafu msafara wa nini? Tako msafara wa nini ngamia? Msafara ule wa chakula. Na nafir takuwa ni msafara ule wa kivita. Sasa huu airin ni ile dhatu ghairu dhati shauka, ni ule msafara usiokuwa na silaha, ni msafara wa chakula ule, inaitwa air kwa kasra ya ain. Sasa hii sio air, ni air, air kwa fatha. Air ni jina la mlima jabal, iko Madina. Kwa hiyo sehemu ya airi ila thawri, mpaka sehemu ya thawr pia ni jina la jabal, kijabali kidogo. Kama sija kusea itakuwa thawr iko nyuma ya Uhud. Kikaa upande kaskazini wa Madina ukitazama utaona mlima Uhud. Sasa wanasema nyuma yake kuna kijabali kidogo chaitwa Thawr, ndio kwenye mpaka wa haram ya Madina. Na walilahi alhamdu wameweka alama zile, haram ya Makka wameweka alama kwamba sasa hapa ndio haram inaanza, alama wameziweka mipaka ya haram. Kwa Madina pia wamefanya hivyo, Makka wamefanya, na haram ya Madina vile vile wamefanya, wameweka alama
na kuonyesha kwamba hapa sasa uko ndani ya haram ya Madina na hapa uko nje ya haram ya Madina. Lakini Airi ni jabal na Thauri vile vile ni jabal, kwa ni ma baina Airin wa Thaurin. Lakini kama hukusomeshwa ukajisomea vitabu mwenyewe, mathalan ukasoma baina Airin wa Thaur, baina ya ngamia na ng'ombe. Thauri si ng'ombe, waanza kuwadanganya watu huko kwenu huko si wapi huko, wadanganya kweli kweli. Thauri ng'ombe dume. Kwa elimu haichukuliwi tu hivi hivi watu wakajisomea tu wenyewe, utadanganya watu sana. Airi ni jabal liko Madina pamoja na Thauri ni jabal. Sasa baada ya hayo Mtume صلى الله عليه وسلم baada ya kusema hayo akasema Thauri ni jabal liko katika upande wa kaskazini na Airi ni jabal liko upande wa kusini. Thaur ni jabal liko kaskazini na Airi ni jabal liko kusini. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema man ahdatha fiha hadatha, yoyote atakayezusha ndani ya huo mji wa Madina uzushi wowote, jambo lolote lile la uzushi. Al-Imam al-Qadhi Iyad ibn Musa al-Andalusi rahimahullah ta'ala anasema maana yake man ata fiha ithman, yeyote atakayefanya katika mji wa Madina dhambi, au awa fa'ilahu, au atakayemhifadhi mwenye kulifanya hilo dhambi, mwenye kuifanya hiyo dhambi, wahamahu, na akamuhami. Aliyefanya uzushi huo au dhambi hiyo ni mtu mwingine, lakini wewe ukamkaribisha nyumbani kwako ukamwambia kaa hapa, ukamuhami ukamuhifadhi, ndio maana yake man ahdatha fiha hadathan au awa muhditha, yoyote atakayezusha katika huo mji wa Madina tukio lolote lile, dhambi yoyote ile au bid'a yoyote ile, au atakayemhifadhi mzushi. Tumetafsiri hadatha kwa maana ya madhambi na bid'a kwa sababu hivi ndivyo wanavyosema wanawachuoni. Nasema al-murad wal-qadhi nasema al-muradu bil hadathi al-bid'u wal ma'asi. Muradi wa hadathan hapa ni zile bid'a na maasi. Mtu atakayezusha maasi yoyote, akafanya uchafu na uovu katika mji wa Madina, au atakayezusha uzushi wowote katika mji wa Madina, fa alayhi la'natullahi, basi ishuke juu yake laana ya Allah, wal malaikati, na laana ya malaika, wan nasi ajma'in, na watu wote. Mtume صلى الله عليه وسلم anamwapiza hapo kwamba laana ya Allah na malaika wake na watu wote imshukie juu yake. Nini maana iwa? Asema al-iwa'u fihi ar-ridha bihi. Iwa kule kumhifadhi huyo mzushi au mwenye hayo madhambi, maana yake ni kumridhia, wasabru alayhi, na kumsubiria. Fa idha radhiya bil bid'ati wa aqarra fa'ilaha, atakapoiridhia bid'a na akamkubalia, akamtuza, akamkubalia yule mwenye kuitenda hiyo bid'a, walam yunkir alayhi, na asimpinge, faqad awahu, basi atakuwa wewe umemhifadhi. Sasa man ahdatha hadathan au awa muhditha, yoyote atakayezusha tukio, dhambi yoyote au uzushi wowote, au atakayemlinda, atakayemhifadhi mwenye kuzusha uzushi katika mji wa Madina, fa alayhi la'natullahi wal malaika wan nasi ajma'in. Kwa maana awa, kwa maana mfano labda mtu ameiba kitu ukamhifadhi, ukamtetea, ukamlinda, hukumripoti, yani maasi na bid'a nyinginezo watu wanazozifanya. Nasallallahu as-salamata wal afia. La yuqbalu minhu, hautakubaliwa kwake yaum al-qiyama, siku ya kiyama, sarfun wala adlun, hautakubaliwa kwake ukombozi wala fidia. Baada kujikomboa kwa kitu fulani
au ataka kutoa fidia ajikomboe kwa kitu fulani, hatakubaliwa siku ya kiyama. Waman wala qauman bighairi idhni mawalihi, na yoyote atakayewafanyia wala watu pasi na idhni ya watu wake, fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, basi iko juu yake, ishuke juu yake laana ya Allah na malaika na watu wote. Maana yake nini? Zamani mtu anaweza akajinasibu kwa nisba ya kabila, kwamba mimi kabila langu fulani, mimi ni fulani bin fulani bin fulani al-Hashimi. Sasa kama wewe sio al-Hashimi ukasema mimi ni fulani bin fulani ibn fulani al-Hashimi, ukajinasibu na watu ambao si wako, ukajinasibisha na baba ambaye si wako, fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, ukajinasibisha na kabila ambalo si lako. Siko hiyo, mtu mwingine una kabila lake, mimi kabila yangu mbaya sana. Hakuna kabila mbaya, ni watu tu wenyewe, wengine labda katika kipindi fulani akhlaqi zao zimevurugika, zimekuwa kwa namna fulani. Kwa mtu mwingine akaona haya kujinasibu na kabila ile, akajinasibu na kabila nyingine ambayo si yake wala imuhusu. Sasa wakati mwingine mtu anaweza kujinasibu na kabila yake yeye mwenyewe, hili ni sawa, au kabila ya watu ambao wao walikula nao kiapo cha kunusuriana. Mfano Banu Hashim wana mawali wao, mfano Zaid bin Haritha ni maula wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia maula alqaumi minhum, maula wa watu katika wao. Na maula inatokea kwa pande mbili, min alfawq au min alasfal, sio? Min alasfal ni kwamba huyu mtumwa ajinasibu na kabila au nasabu ya mabwana zake. Zaid bin Haritha alikuwa mtumwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwacha huru. Kwa yule Zaid bin Harith yule unaweza kumuita Zaid ibn Harith al-Hashimi, ni Bani Hashim yule maulahu. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala aitwa Muhammad ibn Ismaila ibn Ibrahima ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Ju'fi maulahu, ni maula wa al-Ju'fi. Yeye si Mwarabu, al-Ju'fi ni kabila katika Waarabu, lakini babu yake huyo wa juu huyo alislimishwa na mtu katika kabila la Ju'fi, kwa hiyo akajinasibu na wao, ni maula wao yule. Unanielewa? Kwa hiyo maula, mtu kama wewe ni katika wale ni mabwana zako, nyinyi ni watu na wao, watumwa wao, ukajinasibu na wao ni sawa. Lakini kama wewe hauko katika wale, ukijinasibu nao, si katika wao wala si katika watumwa wao, ukijinasibu nao, basi wewe utakuwa umeingia katika laana. Hata hao wanaitwa Banu Hashim, mathalan kuna masharifu ahlul baiti, si wote kwamba asili yao ni min samimi Bani Hashim, kwamba wote kutokana na Bani Hashim. Wengine wanajinasibu na huo usharifu kwa kuwa ni maula wao walikuwa ni watumwa wa ahlul baiti, lakini minhum, na haki zote zile watapewa, kama vile kupata khums. Hawao hawali sadaqa kwa sababu ni katika Banu Hashim. Unanielewa ninachokizungumza? Sasa angalia, haya maneno ni mazito sana, mtu kujinasibu na watu ambao si wake. Kuna watu wanaona mambo rahisi tu, anaweza kujinasibisha na kabila sio lake kwa sababu atafuta kitu fulani. Ni fulani bin fulani bin fulani, achomeka nisba al fulani. Wewe ni katika wao, mimi si katika, wewe ni mtumwa wao, mimi si katika watumwa. Sasa moja nasibu hivyo, na hadithi ya Mtume swalla sallam anasema fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu yawm al-qiyamati sarfun wala adl. Takubali za jambo hilo kirahisi namna hiyo. Kwa msijinasibu na watu ambao si wenu, mtafuta nyingi na saba, si sawa. Na wengine wakijinasibu kwa wasiokuwa baba zao, haifai mtu akijinasibisha
kwa watu wengine, mjomba au nani au fulani, au pengine rafiki wa baba yake, mimi ni fulani bin fulani. Si sawa. Jinasibu na baba yako. Kama baba yako hasa wa ndoa halali, jinasibu na yeye, na baba na babu na kuendelea. Na mara nyingi watu kufanya hivi ni watu wa fojar, tayari kishapiga fojari zake, jina kabadilisha, achukua jina la mtu mwingine. Watu watakiwa warekebishe jambo hilo. Wa dhimmatul muslimina wahidatun, na dhima ya waislamu wote ni moja. Wa dhimmatul muslimina wahida, kwa maana ahadi yao na amani yao ni moja. Yani katika sheria ya Kiislamu, kama anavyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, wa in ahadun min al-mushrikeen istajarak fa'ajibhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighuhu ma'mana. Wa in ahadun min al-mushrikeen istajarak, akikutaka nusra wewe yoyote katika washirikina, akija mshirikina ametoka kwenye mji wao huko amekimbilia kwako, naomba unipe amani, niishi katika nchi yenu, niwe chini ya kivuli chako wewe, niishi kwenye dhamana yako. Huyu muislamu huyu akasema hivi, mimi huyu nimempa amani, ataishi kwenye dhima yangu mimi, kwenye dhamana yangu mimi. Basi waislamu hawatofautishi baina ya huyu na huyu, kwamba bwana fulani huyu hawatuwezi kukubali dhima yake, huyu mwanamke, huyu kijana, au huyu mzee, la, huyu fakiri, hatuangalii. Yoyote katika Uislamu atakayempa amani mwingine, basi dhima yake ni sawa na ya mwingine, kama alivyofanya Ummu Hani. Alimpa amani mtu fulani. Ali bin Abi Talib akasema, mimi nitamuua huyu, silikuwa tufanye uadui huyu, mimi nitamuua. Amwambia dada yake Ummu Hani bintu Abi Talib na Ali bin Abi Talib, Ummu Hani amempa amani mtu fulani. Ali akasema, hapana, mimi nitamuua huyu. Amekimbilia kuja kuficha kwako, amekuja kujificha kwako? Hapana. Ummu Hani akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ali atakumuua mtu ambaye mimi nimempa amani, anaishi chini ya dhamana yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Ummu Hani, qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani, sisi tumempa amani, tumempa nusra yule ambaye wewe umempa nusra Ummu Hani, kama alivyofanya Zainab bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kwa mumewe Abu al-As ibn al-Rabi'. Abu al-As amekimbia, alipokimbia akaja mpaka Madina, akamwambia mke wake, akamwambia mke wake waliona kabla ya wahi. Huyu Abu al-As tulimsoma jana ni ndugu na Bibi Khadija. Bibi Khadija ndio alifanya maarifa na mpango mpaka akamwoa Zainab bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa kabla ya wahi. Sasa palitokea mambo pale huku na huku, ile akatekwa. Sasa bibi Zainab radhiallahu ta'ala anha akasubiri watu waingie waswali, swala ishakimiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam atakusema Allahu akbar, akapiga ukelele Zainab radhiallahu ta'ala anha, nimempa amani Abu al-As bin Rabi'. Akakariri yale maneno. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaacha kufunga swala, akawauliza watu, mmesikia niliyoyasikia? Wasema, tumesikia ya Rasulullah. Sasa basi tumempa amani Abu al-As. Ndio maneno haya, dhimmatul muslimina wahidatu, dhima ya waislamu ni moja. Yas'a biha, anayangaikia dhima hiyo, adnahum, yule aliye chini wao, hata yule wa chini kabisa pia dhima yake inakubalika. Faman akhfara musliman, basi yoyote atakayemfanyia khiana muislamu, atakayemvunjia dhima, atakayemvunjia amani, au atakayemvunjia ahadi muislamu, fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu yawm al-qiyamati sarfun wala adlun, hautakubaliwa kwake siku ya kiyama ukombozi wa aina yoyote, wala hatakubaliwa fidia ya aina yoyote, hatakubaliwa kwa sababu amevunja ahadi. Kwa mambo mangapi yametajwa hapo? Yote yanastahili laana. Jambo la kwanza, kuzusha jambo ovu katika mji wa Madina, iwe ni maasi au bid'a. Atakayefanya hivyo
au yule atakaye muhifadhi na kumlinda mwenye kufanya uovu katika mji wa Madina, uwe ni uovu wa maasi au ni uovu wa bid'ah. Fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in wa la yuqbalu minhu yawm al-qiyamati sarfun wala 'adlun. Kwa hiyo hapo ndio mahali shahidi kwenye mlango huu. Sehemu nyingine kadhalika, man wala qauman bighairi idhni mawalihi, atakayewafanya mabwana au atakijinasibu na watu ambao na watu wengine pasi na idhini ya wenyewe wale mawali wake, kwa sababu neno maula lina maana nyingi, kama kule ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu inda Allah, wanasibisheni watu na baba zao. Usimwite mtu ukamnasibu na asiyekuwa baba yake, fulani bin fulani ukamwita hivyo, na hali ya kuwa huyo fulani si baba yake. Ud'uuhum liabaihim, waiteni wao, wanasibuni wao kwa baba zao. Huwa aqsatu inda Allah, hivyo kufanya hivyo ndio uadilifu mbele za Allah. Lakini fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fi ddin, kama msipowajua baba zao basi hao ni ndugu zenu katika dini. Mwite yabna akhi, mtoto wa ndugu yangu, mwite hivyo tu, ni ndugu yako katika dini. Wa mawalikum, sasa mawalikum ina maana nyingi, wengine wanasema na ibn, na ni watoto wa ammi zenu, yabna ammi, mwite hivyo. Lakini watu kunasibishana tu majina si yao, si jambo la sawa. Kwa jambo la tatu ni suala la kuvunja dhima ya Muislamu, ahadi yake. Mtu ameingia mkataba Muislamu wa jambo fulani, hutakiwi kumfanyia khiana. Ukivunja ule mkataba basi ni makubaliano, ukaenda kinyume na ahadi na makubaliano na ukamfanyia khiana, jaza yake ndio hii. Fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu sarfun, la yuqbalu minhu yawm al-qiyamah sarfun wala 'adlun. Hadithi hii tutairejea tena katika ufafanuzi insha Allah kwa mara nyingine, hasa katika vipengele vingine vilivyoviacha. Bismillahir Rahmanir Rahim.